Basi ni asante, karibu sana. Praise the name of the Lord. I salute you this morning in the name of Jesus, and I want us to read the word of God together as I come before you. Jesus is my Lord this morning. I'm grateful to belong to him and for the work that he has done in my life. I'm grateful to God this morning. And before I get into the word of God this morning, I want to tell you that the situation in the world, it could be that we have entered into a new season of birth pangs starting to bite. And Jesus said that all the things that he said will happen in the world, diseases and all these other things, that these are birth pangs. And before a child is born, the birth pangs are there. It might be a short period. It might be some few hours. And therefore, the situation you have entered into the world is that if it is the birth pangs that have started, then church, friends, be ready for the second coming of Jesus. It might take some bit of time, the birth pangs, the pains that we could go through in the world, but ultimately it will culminate with the second coming of Jesus. Jesus said, when we see all these things happening, that we look up, we be ready, we be watchful, that we should not be found sleeping. Therefore, be alert, be watchful, for this could be the beginning of this could be the very end of the dispensation we are in. And there are other things that might come, even persecution to the church. It might arise in a way that may be in a magnitude that it has not happened. But I want to thank God because he said he is with us till the end of the age. Na kwa hivyo kama ni utungu umeanza kutujia, ni kujiandaa tu kwa ajili ya kuzaliwa kwa mwana, kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Na kwa hivyo tuwe tayari, na najua ya kwamba tukijiweka tayari hatutapatikana kama tumelala, kama vile ulimwengu umelala. Kwa hivyo kanisa, tuinuke. Na jambo lingine ambalo litafanyika ni kwamba habari njema itahubiriwa kwa uwezo na nguvu za Mungu katika nyakati hizi za uchungu. Na kwa hivyo, ewe ndugu yangu na dada yangu, ni wakati wa kuinuka na tuhubiri Yesu hata katika hali ngumu. Paulo akasema, we preach in season and out of season. This is the right time to complete the great commission of Jesus, despite all the odds that could be there in the world. And therefore, I want us to go to the Word of God. Let's go to John chapter 12 and verse 32 and 33. This morning, I want us to see the purpose of the cross of Christ. What and why did Jesus have to go to the cross? And therefore, in John's Gospel, chapter 12 and verse 32 and 33, the Bible says, "But I, when I'm lifted up from the earth, will draw all men to myself." He said this to show the kind of death he was going to die. Hapo ndipo ni natamani sana tuanze mahubiri ya siku ya leo. Yesu akasema ya kwamba nitakapoinuliwa kutoka ardhini, kutoka chini, nitawavuta watu wote kwangu. Yesu akasema hivyo ili adhihirishe na aeleze aina ya kifo ambacho atakipitia. Akasema atainuliwa juu. He will be impaled.
Jesus will be crucified. And he said, when we crucify Jesus, then he will draw all men to himself. And the same word is echoed in John chapter 8 and verse 28. The Bible says, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am the one I claim to be. And therefore, my friend, this morning, the desire of my heart is for you to know that Jesus had to be lifted up. From the beginning, when he came into the world, when he was born by Mary, Herod, in the early days, wanted to murder Jesus, wanted to kill Jesus, and he killed many children, desiring to kill Jesus amongst those children. But time was not right, and that was not the type of death that Jesus was to be killed. The other thing is that at one time, the Pharisees wanted to throw Jesus over a cliff in order for them to kill Jesus. It was not possible, because the type and the way Jesus was to be killed was to be lifted up. He was to be lifted up. That is the reason why he had to go to the cross, because it was the type of death that he was to die. He was to be crucified. Ni lazima angetundikwa mtini. Na ndiposa akasema wakati atakapoinuliwa atawavuta watu kwake. Kusudi la Mungu kumwachilia Yesu afike msalabani ni ili akiinuliwa juu apate kuinuliwa mahali zote tutainua macho yetu na kumtazama. Tuache kutazama ya ulimwengu, tuache kutazama mambo ambayo tunapitia, mbali tuinue macho yetu kutoka ardhini, kutoka chini, tuinue macho yetu kwake mlimani Golgotha, juu ya mti msalaba, ili tupate uponyaji. Na kwa hivyo Yesu mwana wa Mungu akasema atakapoinuliwa juu atawavuta watu kwake. Sijui kama wewe umekubali kuvutwa kwa Yesu. Sijui kama wewe bado macho yako yanatazama ya ulimwengu, yanatazama hali yako vile ulivyo, yanatazama vile labda umefanya hiki na kile, kama vile tulivyosema juma lililopita ya kwamba hakuna matendo ambayo yaweza kufanya tukaondolewe hatia zetu mbele za Mungu pasipo kukubali dhabihu Yesu. Na kwa hivyo hata asubuhi ya leo ninataka ujue ya kwamba Yesu aliinuliwa, na kusudi lake la kuinuliwa ni hiyo ya kwamba avute watu kwake. Hata na wewe ni vema, hata na wewe ukubali kuvutwa kwa Yesu. Usitazame yanayokuzingira, what besets you, that should not distract you from lifting your eyes, looking up to Jesus, looking up to what he did on Calvary when he offered himself as the sacrifice of God. The Bible says in John chapter 3 and verse 14 and verse 15, that just as Moses lifted up the bronze serpent in the wilderness, so also must the Son of Man be lifted up, that whosoever will believe in him will be delivered. I want to tell you in this day, ya kwamba vivyo hivyo Musa aliinua nyoka wa shaba jangwani, ili kila aliyeumwa na nyoka wa sumu akiinua macho yake na kutazama nyoka huyo wa shaba alipata kunusurika, alipata kupona. Vivyo hivyo nasi, maana dhambi na ile sumu ambayo ilikuwa na yule nyoka, zote zaweza kusababisha mauti. Lakini mauti kutokana na sumu ya nyoka iliua tu mwili huu, lakini sumu ya dhambi, ukikubali kuendelea na sumu ya dhambi ndani ya maisha yako, mauti ambayo itakujia ni mauti ya milele. Na kwa hivyo
kile kilikuwa kivuli cha vile Yesu atainuliwa. Kilikuwa ni kivuli ili tupate kujifunza ya kwamba jangwani hakukuwa na lingine, maana kama ungeumwa na wale nyoka wa sumu, if those venomous snakes did bite anyone, and one despised what God had given as the medicine for them, then one passed on. Even in our time, if we are not going to lift up our eyes and look up to Jesus and surrender that burden of sin to Jesus at Calvary, if we are not going to acknowledge that work that God allowed Jesus to go through, to die in our place as our substitute on that cross, then we will die sinners. And because the wages of sin is death, the death that we are going to die is the second death, and that is being separated with God forever. God forbid that anyone who will know that Jesus has been lifted up in order for him to draw men to himself, do not despise what God has for you and has for me. And therefore Jesus said, just as that bronze serpent assisted the Israelites in the wilderness, that those who are bitten by venomous snakes, once they looked up towards that bronze serpent, received their healing, even us, the lives that we are leading. If you are leading a life of sin, Jesus has been lifted up. And he said, once you lift up your eyes to Jesus, you will be delivered. May I tell you this morning that the people that were impaled, the people that were crucified, they are people who are sinners, people who are that deserved capital punishment, people who deserved to die. Those are the people who had committed things that deserved death. And therefore, the sentence for anyone who had committed a capital offense, those are the people that were crucified. And from the very beginning, God had told us, the very first man, that is Adam, when he was created by God, was told by God, if you are going to feed from this tree of the knowledge of good and evil, the result will be capital punishment. You will surely die. And therefore, the people that were to be crucified, the people that were to hang on trees, those are people who had been committed to capital punishment out of what they had done. And therefore, when you read in the Word of God, that is in Deuteronomy, there is a verse that tells you that there is what we call capital punishment. That Jesus went to the cross for us. He bore that brand of capital punishment on our behalf. That is, that we should not, we ourselves, go to the cross. We should not go to die for our sins. That is in Deuteronomy chapter 21. I want us to go to Deuteronomy chapter 21 briefly. That is, we are going to read two verses. Deuteronomy chapter 21 in verse 22 and 23. I want you to know that any rebellion against God, dhambi zozote ambazo tunafanya kinyume na mapenzi ya Mungu, mshahara wa dhambi ni mauti, na mauti ambayo hutokana na mtu yeyote kukiuka sheria ya Mungu ni kuwa chini ya laana. And this is what the Bible says in Deuteronomy chapter 21 and verse 22 and 23. That if a man guilty of a capital offense is put to death and his body is hung on a tree,
You must not leave his body on the tree overnight. Be sure to bury him that same day, because anyone who is hung on a tree is under God's curse. That is what the Bible says, that anyone who commits a capital offense was to be hanged on a tree. And anyone who is hanged on a tree, anyone who hangs on a tree is under a curse. And therefore, the reason as to why Jesus was to be lifted up was for him to be under God's curse on our behalf. If you are going to surrender the burden of sin to God, if you're going to surrender that burden by repenting of your sins this day, then you will not be under a curse, because Jesus went to the cross as our substitute. Alienda msalabani ili sisi tusikafike kuinuliwa mtini, kutundikwa mtini kama wenye dhambi ambao wanastahili kifo cha msalaba kwa ajili ya kutenda dhambi kinyume na mapenzi ya Mungu. And that is what the Bible says in Galatians chapter 3 and verse 13. Siku ya leo nitataja maandiko kadha, na kwa hivyo utaniruhusu tutaandamana na wewe kwa haraka, na ili tupate kujua ni kwa nini Yesu aangikwe msalabani, kwa nini hakuuliwa kifo kingine kama kukatwa kwa upanga ama kwa njia ile yoyote ile ya mauti. Yesu ni lazima angeinuliwa mtini. Yesu ni lazima angeinuliwa pale msalabani ili awavute wote kwake. That is the reason as to why he went to the cross. And the Bible says in Galatians chapter 3 and verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Hivyo ndivyo neno la Mungu lasema, ya kwamba Yesu ametukomboa kutokana na laana ya sheria kwa kuwa yeye amefanyika laana kwa niaba yetu. Maana imeandikwa ya kwamba anayetundikwa msalabani yuko chini ya laana. Na kwa hivyo mwana wa Mungu ni lazima angeinuliwa juu, ni lazima angeenenda msalabani kwa ajili ya mwanadamu. Maana Biblia ilisema ya kwamba mwanadamu akikiuka maagizo ya Mungu na kula matunda ya kujua mema na mabaya, ataanguka chini ya laana. Atakuwa sasa mshahara wake ni mauti. And that was the written charge. Hayo ndiyo mashtaka ambayo shetani alikuwa anasimama nayo mbele ya Mungu kwa ajili ya mwanadamu. Ya kwamba Mungu umesema ya kwamba mwanadamu akila matunda ya kujua mema na mabaya lazima aanguke kwenye laana, na awe wakufa. Na kwa hivyo Yesu mwana wa Mungu, maana alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, mwana wa Mungu ni lazima angefuta, ni lazima angestiri. The purpose of Jesus was to come and cover and take away those charges against us before God. And I want to thank him for that, for he did it excellently. Biblia imesema ya kwamba Yesu mwana wa Mungu alikuja atukomboe kutokana na laana ya sheria. Maana tulikiuka sheria ya Mungu, tukawa sasa tunachostahili ni mauti, tunachostahili ni kutengwa na Mungu milele na milele. Maana sisi sasa ni wenye dhambi na Mungu ni mwenye haki. God is holy and righteous, and we have become filthy because of our sinfulness. But I want to thank God because Jesus came to bridge that gap by taking the sins, by taking our iniquities upon himself, and to be a curse on our behalf when he hung on that ugly tree that is the cross. I thank God for that.
when this man of God, Paul, was still addressing the Galatians, now we are going to read Galatians chapter 6 and verse 14. The Bible says that may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Anasema ya kwamba kama angejivuna, kama angepata kujivuna kwa ajili ya kuwa sasa ni mkamilifu, kwa ajili ya kuwa sasa amepatana na Yesu, anasema ya kwamba kile angejivunia si matendo ambayo alikuwa amefanya kama Mfarisai, kama mtu ambaye alitesa kanisa ili aibadilishe dini yao ya Kifarisayo, lakini anasema jambo ambalo anaweza kutukuza ni kuwa, I thank God for this, ya kwamba angejivunia msalaba wa Yesu. Mambo ambayo Yesu alifanya pale msalabani, hayo ndiyo Paulo alitilia mkazo sana. Hayo ndiyo aliona angejipa majivuno kupitia hayo, si matendo yake mema, si kwa ajili ya kuwa hivi ama vile, lakini alishikilia pale ya kwamba msalaba wa Yesu ndio uliokuwa kila jambo katika maisha yake. Maana anasema ya kwamba kupitia msalaba maisha yake ya kale, maisha yake ya dhambi yalitundikwa msalabani, na ulimwengu umetundikwa msalabani. That is what he is trying to tell us, that the world has been crucified to him. Ya kwamba mambo ya dunia, fahari za dunia, matamu ya dunia, mambo ambayo yaweza kuzuilia wewe usikakubali wokovu, mimi nisikaenene msalabani, nisikakubali Yesu, kwa ajili ya mambo ya dunia hii, Paulo anasema ya kwamba yote yametundikwa msalabani. The world is crucified to him and him to the world. Hata na yeye ni kana kwamba ametundikwa msalabani, ameonja mauti msalabani, ili dunia isikawe ya kumvutia kwa njia nyingine. Na kwa hivyo siku hii ya leo, kama utataka kushinda dunia hii, maana Biblia inasema ya kwamba kuwa na uadui na dunia hii ni kuwa na uhusiano na kuunganika na Mungu. Lakini kama utakuwa mwenye kushikamana na dunia hii, friendship, wewe uwe na urafiki na dunia hii, utakuwa una uadui na Mungu. Friendship with the world is enmity against God, and friendship with God is enmity with the world. That we have to say no to all that is here in the world, ili tupate kumpendeza Mungu. Maana hata wakati shetani alitaka pale kumtahini Yesu, alimwambia, ukinisujudia tu, huu utajiri wote ulioko duniani nitakupa wewe. Lakini Yesu akasema hakuna mwingine anayestahili kusujudiwa isipokuwa ni Mungu Baba. Kwa hivyo Paulo anasema ya kwamba atajidai, atajivunia kazi ya msalaba wa Yesu. Maana kupitia msalaba dunia imetundikwa kwake yeye, na yeye pia ametundikwa kwa ulimwengu. Kwa hivyo hawapatani na dunia. Hata na sisi ambao tunamjua Yesu, ni lazima tuishi kana kwamba dunia imetundikwa na haina manufaa yoyote kwetu, nasi hatutanufaisha dunia hiyo. Maana sisi licha ya kuwa tu duniani hii, the Bible says we are not just citizens of this world, we are citizens of heaven. Ni vizuri kujua hivyo. Na kwa hivyo ewe rafiki yangu, siku hii ya leo ni vizuri kujua ya kwamba msalaba ni lazima Yesu angeupitia ili atundike ulimwengu kwa ajili yetu sisi, na sisi kupitia kifo hicho tukikikubali, Biblia inasema ya kwamba nasi tuwe kana kwamba tumesulubishwa kwa ulimwengu. Kwa hivyo hatutapatana. Biblia inasema ya kwamba katika Wafilipi mlango wa 2, utaandika hapo Wafilipi 2 na aya ya 8, ya kwamba Yesu mwana wa Mungu alinyenyekea hata kifo cha msalaba.
Si ya kwamba msalaba ni mauti ambayo ilikuwa ni ya kifahari. Hapana. Msalaba ulikuwa ni mauti ya aibu. Maana msalaba ulikuwa ni kwa ajili ya watu ambao walikuwa ni majambazi, watu ambao walikuwa hawastahili kuishi tena, maana labda walikiuka masharti ya mfalme, na kwa hivyo walitundikwa mtini. Na kwa hivyo maana hata nasi tulikiuka sheria ya mfalme wa wafalme, Mungu wetu, tulistahili kutundikwa msalabani, wewe na mimi. Kwa hivyo ukiishi maisha ya dhambi, mwisho wako itakuwa ni kifo cha aibu, kifo ambacho hakitampendeza Mungu. In your own time, ingia katika Zaburi 116 na aya 15. Uone ya kwamba kifo cha mwenye haki champendeza Mungu, lakini kifo cha mtu ambaye si mwenye haki mbele ya Mungu hakimpendezi Mungu. Kwa hivyo ikiwa mtu ataondoka duniani akiwa mwenye dhambi, yeye ndiye atakayekuwa ni chini ya laana, na yeye ndiye atakayekuwa ataoja mauti ya pili, kinyume na vile Baba angependa. Na kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba Yesu alinyenyekea, licha ya kuwa alikuwa ni Mungu, lakini akanyenyekea, akaishi kama mtumwa, like a servant, hapa duniani hii, hata akakamilisha maisha yake hapa kwa kifo cha msalaba, kifo cha aibu, maana alikufa akiwa amechukua dhambi zetu sisi wanadamu. The Bible says that him who knew no sin, that is in the book of Corinthians, 2 Corinthians 5, mwisho wake inasema yule ambaye hakujua dhambi alifanywa dhambi kwa niaba yetu, ili aonje mauti ya dhambi, licha ya kuwa hakuwa mwenye dhambi. Na kwa hivyo Yesu alipitia kifo cha msalaba ili ayaonje mauti hayo kwa ajili yetu. Let us go to Colossians chapter 2 and verse 14 and 15. Hapo tutasoma Wakolosai mlango wa 2 na aya 14 na 15. Biblia inasema hivi, Colossians chapter 2 and verse 14 and 15. Having cancelled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us, he took it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Hallelujah. Hapa ni mahali patamu sana kwa mtu ambaye ameamini. Wewe ambaye umemwamini Yesu, Biblia inasema ya kwamba mashtaka yote ambayo yalikuwa yameandikwa ili yawe mashtaka mbele ya Mungu, shetani akisimama nayo mbele ya Mungu ili akuaccuse mbele za Mungu, akushtaki mbele ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba Yesu alifutilia mbali mashtaka hayo yote. He cancelled, aliyafuta, na hata maagizo ambayo yaliandamana na hayo, ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na kwa hivyo unastahili mauti maana wewe ni mwenye dhambi. Hayo ndiyo maagizo, the regulations that stood opposed to us. Yesu akayachukua mwenyewe, akayagongomeza msalabani, akayaacha msalabani. Praise the name of the Lord. Therefore before God there is no charge that can stand this day for everyone who has believed in Jesus and surrendered their burden of sin to Jesus, because Jesus cancelled the written code. I thank God for that. Na kwa hivyo ni lazima Yesu angeenda msalabani ili dhambi zote azitundike msalabani, mashtaka yote ayatundike msalabani, ili wote watakaomwamini wawe huru. And that is why the Bible says, if it is the Son of Man who will set you free, you will be free indeed. I thank God for that. Nashukuru Mungu, maana hata siku ya leo kama shetani angeenenda mbele zake Mungu kama vile alivyoenda wakati wa Ayubu, akaenda kumwambia Mungu, Ayubu
ananyenyekea kwako, ana kicho mbele yako kwa ajili ya vile umempa utajiri, umemzingira, mambo kama yale. Siku hii ya leo, kama shetani atasimama mbele ya Mungu kinyume nami, Yesu ni kwenye mkono wa kuume wa Baba, atamwambia huyu nimemsamehe dhambi zake, na yeye ni mwenye haki. Praise the name of the Lord. He has nothing, he has no charge. It has been destroyed by Jesus, and therefore there is no charge that can stand before God for anyone who belongs to Jesus. That is the goodness of Jesus. That Jesus cancelled the written code with its regulations, and anything that stood opposed to us, he took it away, nailed it to the cross, and he disarmed the powers and authorities. Kwa hivyo nguvu zote za shetani, uwezo wote, mambo ambayo alikuwa amekusanya ili asimame nayo mbele ya Mungu kinyume nasi, siku ya leo tukishamkubali Yesu, Biblia yasema ya kwamba amevuliwa hayo mamlaka. Na katika mahali ambapo tulianza nayo, that is John chapter 12, Biblia inasema ya kwamba now the time for the judgment of this world has come, and the prince of this world will be cast out. Na kwa hivyo kifo cha Yesu kilimnyang'anya mamlaka yote Ibilisi. Kwa hivyo shetani hana mamlaka tena. Ndiyo, tulijitoa kwake pale tuliposalimu na tukakubaliana naye kukiuka maagizo ya Mungu pale bustanini ya Edeni. But I want to thank God, mambo yamebadilika sasa. Tukimkubali Yesu mwana wa Mungu, yale mamlaka ambayo tulikuwa tumepewa na Mungu ya kusimama vizuri na kusimamia mambo katika ulimwengu huu, that authority now is bestowed back on us by Jesus. That is what the Bible says. Hallelujah. This is beautiful. Ya kwamba Jesus disarmed the powers and authorities, and he made a public spectacle of them. He triumphed over them by the cross. Ya kwamba Yesu aliyafanya mkogo pale msalabani, yakadhihirisha wazi ya kwamba ndiyo mlinitundika msalabani, lakini nimeshinda yote. Maana baada ya siku 3 akasulubishwa na marafiki zake wakaja wakaomba ruhusa kutoka kwa Herode wachukue mwili wa Yesu wauweke pangoni, na wakafanya hivyo. Baada ya siku 3 Yesu akatoka kuzimuni, akafufuka akiwa na uwezo wote. Na hata alipokuwa ananena na Yohana, Revelation chapter 1 and verse 18, akasema mimi ndimi niliyekuwa nimekufa na sasa mimi ni hai, and I hold the keys of death and Hades. I thank God for that. And therefore Jesus made a public spectacle of all wrongs, akayaweka pale msalabani. Na kwa hivyo siku ya leo mwenye ameamini Yesu hakuna mashtaka tena. Na kwa hivyo hata na wewe ambaye haujamwamini Yesu, ni vizuri upate kujua, hata na wewe ukikabidhi dhambi zako zote kwa Yesu, mashtaka yote yatastiliwa, yataondolewa mbele yako. The Bible says in Psalms 103 and verse 12 that he separates one from his or her sins once you have repented of your sins, like east is far from the west. Si karibu. Mungu hataweka dhambi zako karibu na wewe ili ukigeuka unaziona. Ukimkubali Yesu, ukikubali dhambi zako zipate kuondolewa, dhambi zako mnatenganishwa na dhambi hizo kama vile mashariki ni bahari na magharibi. That is the goodness of God, and I thank God for that. Therefore the Bible says that hivyo ndivyo Yesu alifanya. Amebadilisha mambo yote, ametufanya viumbe vipya. Hata na wewe vivyo hivyo yawezekana siku ya leo. Let's go to Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 and verse 2, the Bible says, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Biblia inasema ya kwamba na tuinue macho yetu tumtazame Yesu,
aliye mwanzilishi na mwenye kukamilisha imani yetu. Yeye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, mbele ya msalaba, alivumilia mateso hayo yote, na hata aibu ambayo ilikuweko kwa ajili ya kifo hicho cha msalaba, Yesu hakujali. Alikubali hiyo aibu, maana walimkejeli pale msalabani, wakamwambia, ulisema wewe ni mwana wa Mungu, si Mungu akuokoe? Si utoke msalabani tuamini? Wakamtemea mate, wakafanya mambo machafu kwa usemi wao. Bali nasema ya kwamba Yesu mwana wa Mungu aliwekewa furaha mbele yake na akavumilia msalaba, akavumilia hata kejeli zote na matukano yote ambayo alirushiwa pale msalabani, na sasa hivi ameketi kwenye mkono wa kuume wa Baba. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba tukikubali kazi hii ya msalaba, tukikubali hiyo dhabihu Yesu aliitoa kwa ajili yetu, becoming our substitute, ni ya kwamba tuna mmoja sasa anaketi kwenye mkono wa kuume wa Baba mbinguni, kwenye hekalu la mbinguni ambalo halikujengwa na mikono ya mwanadamu. Yesu mwana wa Mungu yuko kule kama kuhani mkuu kwa ajili yetu. Therefore, when we go before the Lord, we are supposed to go before God boldly. Tunaenenda kwa ujasiri mbinguni, kwa maana yeye yu mbinguni kwa ajili yetu. Alivumilia msalaba, hata aibu ya msalaba haikutisha Yesu. Yesu alikubali apitie msalabani ili sisi tusikapite msalabani, ili sisi tusikapate kupitia hali hiyo ya matukano na kejeli kwa ajili ya dhambi. Sisi tuwe sasa tutahesabika haki bure pasipo matendo yetu sisi ya kutufanya tuwe haki. Nataka tuingie katika Wakorintho wa kwanza, waraka wa Korintho wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho 1, hapo mlango wa kwanza na aya 18. Biblia inasema hivi, lakini wakati wako ni vizuri usome kuanzia hapa 18 na uenende mpaka mwisho wa mlango huu wa kwanza wa Wakorintho, lakini sitasoma maana ni parefu, na pia utaingia kwa mlango wa pili wote wa 1 Corinthians chapter 2. So you read from 1 Corinthians chapter 1 from verse 18 to the end and the whole of chapter 2. Kuna utajiri mwingi kuhusu kazi ya Yesu aliyoifanya msalabani kwa niaba yetu. Biblia inasema hivi, nisome tu mistari miwili mitatu hapo, yasema, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Na ukiendelea utaona Biblia inauliza wale ambao ni wenye hekima wako wapi? Wenye ufahamu zaidi ni kina nani? Maana ufahamu wetu hata haujakaribia kuto kufahamu kwa Mungu. Utasoma mambo hayo hapo chini, lakini nilitaka upate kujua ya kwamba habari hii ya msalaba ni upusi kwa wanaopotea. Maana utajiuliza, jambo ambalo lilifanyika, Yesu akasukumwa pale msalabani, akabebeshwa msalaba, akatundikwa pale msalabani, nina uhusiano na jambo hilo na nini? Ama nitafaidika kwa nini kuhusiana na hayo? And that is the reason why nilitangulia kukusomea mambo kadha ili upate kujua ni lazima Yesu angeinuliwa, maana wewe ndiwe uliyestahili kuinuliwa kwa ajili ya kuwa mwenye dhambi mbele ya Mungu. Lakini Yesu hakuwa mwenye dhambi, lakini Mungu akadhihirisha upendo wake kwako na kwangu. That is what Romans 5:8 says, that God revealed his love for us, that while we were yet sinners, Jesus died for us. Na kwa hivyo siku hii ya leo ni vizuri kujua ya kwamba isikawe msalaba ni upusi kwako. Let it not be foolishness to you things to do with the cross. Remember, you are the one who was supposed to go to the cross, but Jesus went there as your substitute. He did not commit any sin when he was here. Jesus was complete. He never sinned. But the Bible says, him who knew no sin was made sin for us.
Mungu akaruhusu Yesu ajitwike dhambi zetu, ili wewe na mimi tusikawe tutaenda msalabani. Biblia inasema, lakini kwetu sisi ambao tunaokolewa ni nguvu za Mungu. Msalaba ni nguvu za Mungu, na niposa nilisema ya kwamba mambo yote ambayo yalikuwa kinyume nasi yaligongomewa pale msalabani na Yesu, yalitundikwa pale msalabani na Yesu, ili sisi, udhaifu wetu ni msalabani, kutokufahamu kwetu ni msalabani, kutoweza kwetu ni msalabani, ili sisi, baada ya sisi kumkubali Yesu, tunapata nguvu, tunapata uwezo. Maana Biblia ilisema katika Wakolosai mlango wa 2 ya kwamba nguvu zote na mamlaka yote yalishindwa na Yesu pale msalabani. Na kwa hivyo Yesu mwana wa Mungu, tukimwamini, tukimkubali, mamlaka na uwezo ambao alipewa na Baba anatupa sisi. And that is why we are able to stand up against the devil and resist him. For you cannot do that on your using your own strength, using your own power. And therefore, I wanted you to know that you and me, we are supposed to believe in Jesus. We are supposed to love what he did at Calvary, that is the Son of God, in order for us to be who we are supposed to be before God. For you are supposed to be sinless before God. And you cannot be sinless before God unless your sins are at Calvary. Umempa Yesu dhambi zote, na sasa wewe ni huru. Ukiendelea, kuna mambo mazuri mahali hapo ambapo tumekoma, maana muda hautaturuhusu. Lakini Biblia inasema katika verse 30 in the same chapter 1 of 1 Corinthians, the Bible says, it is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness and redemption. Tunapokubali kazi hii ya msalaba, tunakuwa wenye haki mbele ya Mungu. Tunakuwa watu ambao ni holy, watakatifu wa Mungu, wenye haki, watakatifu, na watu ambao wamekombolewa. Tunafanyika hivyo. Therefore, through Jesus, we become the righteousness of God, we become the holy of God, we become the redeemed of God. That is the goodness of the cross. When you go to chapter 2 of 1 Corinthians, chapter 2, ukisoma yote, utapata mambo kadha hapo. Jambo la kwanza ni kwamba kusulubiwa kwa Yesu kulikuwa ni jambo lililokuwa sirini. Ni kwa nini Yesu afe msalabani? Ni kwa nini Yesu atundikwe msalabani? Ni jambo lililokuwa sirini, lakini lilifunuliwa na Mungu ili sisi tupate kujua upendo wa Mungu kwetu. Ya kwamba, yes, we were the people who had sinned against God, but God, because of his great love for us, he provided a way out of our sinfulness through Jesus. Therefore, Christ's crucifixion is God's mystery. The second thing is that the wisdom of God is revealed. Hekima ya Mungu inadhihirishwa kupitia msalaba. Ya kwamba Mungu akasawazisha mambo yote, akafanya mambo yote, sisi zote kuwa sawa. Ya kwamba hakuna ambaye atasema mimi nimefika mbinguni kwa ajili ya jambo lingine pasipo kupeleka dhambi zangu msalabani. Revealed wisdom of God. The last thing is that through the Spirit of God, we understand what God has freely given us. Kuna mambo Mungu ametupa bure. That is what the Bible says in 1 Corinthians chapter 2 and verse 12, that we have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. Kuna mambo tumepewa bure, na ni ya dhamani kubwa, kuwa tuweza kuhesabika haki bure pasipo jambo ambalo tutaweza kujitukuza kwalo. Na ndiposa Paulo alisema ya kwamba alipokuwa na waandikia wa Galatia, ya kwamba hawezi akajidai kwa kingine isipokuwa ni anaweza kujidai kwa ajili ya kazi iliyofanyika na Yesu pale msalabani. Ninapo kuja mwisho wa ibada hii ya kuhusu msalaba, ni jambo ambalo limo katika
Zaburi 22. Zaburi 22 imenena sana kuhusu msalaba vile kutakavyokuwa. Maana huyu mtumishi wa Mungu Daudi alikuwa pia naye ni nabii, alionyeshwa na Mungu mambo yatakayotukia pale msalabani. Na mwanzo tu wa Psalms, Zaburi 22, kuanzia hapo mwanzo wake kuna mambo mengi. Maana in this Psalms 22 it talks of the agony of the cross, and from verse 22 to the end it talks of the jubilation from that agony. Kwa hivyo imenena kuhusu uchungu msalabani na pia furaha baada ya uvumilivu na kukubali kuingia msalabani. Mwanzo wake yasema, my God, why have you forsaken me? Hapa ni kilio cha Yesu msalabani, ya kwamba Mungu wangu, mbona umeniacha? Eloi, Eloi, lama sabachthani. That is chapter 22, Psalms 22 and verse 1. This is the cry that Jesus cried on the cross. That my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from the words of my groaning. Mungu hangemtoa mwana wake wa pekee msalabani. Maana Yesu alipokuwa anamwambia Baba pale kwenye bustani ya Getsemane, alimwambia Baba, niondolee hiki kikombe, niondolee jambo hili la msalaba, lakini si mapenzi yangu yatimie, bali mapenzi yako. Na kwa hivyo maana yalikuwa ni mapenzi ya Baba aenende msalabani kwa niaba yetu. Hata alipokuwa analilia baba yake ya kwamba Baba, mbona umeniacha? Mungu hangemtazama, hangekuja kumtoa msalabani, maana Baba hangechukua dhambi ajichukulie mwenyewe. And therefore, ujue dhambi ni chukizo mbele ya Mungu. Ikiwa mwana wake anamlilia, mwana wake wa pekee ana kilio mbele ya baba yake ya kwamba mbona ameachwa na babaye, hiyo ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu. It is for your sake, it is for my sake. Jesus cried this cry so that you will not cry. Maana ukikataa kazi ya msalaba, hiki kilio utakilia wakati mmoja. You will cry this cry one time when you will be in hell. That my Father, my God, why have you forsaken me? This cry wengi watalia wakiwa motoni hiki kilio, kwa maana hawakukubali Yesu na kazi ya msalaba aliyoifanya kwa niaba yao. Therefore, don't wait for you to cry in hell that God has forsaken you forever. You have an opportunity this day. Una nafasi ya wewe kukubali kazi hiyo ya msalaba ili usikapate kilio hiki kukilia ukiwa motoni. Biblia inaendelea kusema, oh my God, I cry out by day, but you do not answer. By night, and I am not silent. Biblia inasema ya kwamba motoni ni milele. Watu watalia milele na milele motoni wakikataa kazi ya msalaba wa Yesu. Yesu alienda msalabani ili sisi tusikafike motoni. Usikakubali kwenda motoni kwa kupuuza. The Bible has said in 1 Corinthians chapter 1 and verse 18 that the message of the cross is foolishness to people who are perishing. Don't wait to perish. Ni wakati wa wewe kuinuka na kumwambia Yesu, sitaki kuondoka duniani nikiwa mwenye dhambi. Sitaki kutoka duniani nikiwa mimi ni mwenye dhambi. Natamani kilio Yesu ulicholia pale msalabani kiwe ni kilio changu. Dhambi ambazo zilikufanya Baba asikutazame, Baba asikutoe msalabani, iwe ni dhambi zangu, ili mimi niwe kama vile Biblia imetuambia katika chapter 2 of 1 Corinthians, that through Jesus we are the righteousness of God, we are the holiness of God, and we are the redeemed of God. Ni jambo nzuri kwako ukikubali. Na ukiendelea utapata mambo mengi ambayo yananenwa pale. Biblia inasema ya kwamba
from verse 7, that all who see me mock me. They hurl insults, shaking their heads. He trusts in the Lord. Let the Lord rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. Haya ni mambo ambayo yalikuwa ni matukano ya watu ambao walimtusi Yesu pale msalabani. Kejeli ambazo zilirudishiwa Yesu pale msalabani, ya kwamba alisema yeye anamwamini Mungu na yeye ni mwana wa Mungu. Hebu Mungu aje amtoe pale msalabani. Yesu hakutolewa, si ya kwamba hakuwa mwana wa Mungu, lakini alikuja duniani kama mwana kondoo wa Mungu atakayezitwaa dhambi za dunia. That is what John the Baptist said when Jesus was going to be baptized by him in River Jordan. And therefore, my friend, let us commit our sins, let us cast our sins, let us surrender our sins to Jesus in our day when we still have time. Na anaendelea kusema katika aya 14, that I'm poured out like water, my bones are out of joint. Ukisoma hapa 14 unapata ni mtu yuko msalabani. This person is hanging, and the Bible is saying that all his bones are out of joint, ya kwamba ametundikwa msalabani, joints zake ni zinatokana, maana amening'inia mtini, and therefore his joints are aching, they are paining, they are out of alignment. And he says, my heart has turned to wax, ya kwamba moyo wangu ni kama nta, inayeyuka kama nta, that his heart is melting like wax. I'm telling you, it was pain beyond endurance. But I thank God, because Jesus endured this pain, that you are not going to experience this pain in hell. Hivi ndivyo itakavyokuwa katika kuzimuni. I want to believe the demons will be mocking people who will go to hell, that you had the opportunity, you blew it up, you did not accept what God told you, and therefore you will be with us forever in this fire. Ni vizuri upate kujua ya kwamba kutakuwa na kilio na kusaga meno kwa shetani. The Bible says that my strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death. Verse 17, I can count all my bones. People stare and gloat over me. They divide my garments among them and cast lots for my clothing. Yani, hii ni account ya msalaba kabisa vile ilivyokuwa. Maana askari wale 4 ambao walimlinda Yesu walichukua mavazi ambayo yalikuwa ni moja, kila moja akajipatia vazi. Lakini vazi la ndani la mwisho lilikuwa ni vazi ambalo hawangeligawanya, kila moja aende na sehemu. Kwa hivyo wakasema, na tupige karata, tupige kura, tuone ni nani atabeba vazi hili. It is here, and that is what they did. They cast lots to take that clothing, that inner vestment of Jesus, ili wajichukulie. Na kwa hivyo kazi ya msalaba, vile kulivyoendelea msalabani tangia mwanzo mpaka mwisho, ilikuwa ni kadiri na mpango wa Mungu, ili wewe na mimi tusikafike motoni. Ni vizuri upate kujua ya kwamba in verse 27, Psalms 22 and verse 27, that all the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will bow down before him. For dominion belongs to the Lord, and he rules over the nations. Jambo hilo ndilo ningelitaka ufahamu siku ya leo, ya kwamba kila mmoja aliyoko duniani, hata miisho ya dunia hii, ni lazima tumgeukie Bwana. Ni vizuri siku ya leo wewe ambaye umesikia ujumbe huu
ugeukie Bwana. Maana mambo haya ambayo ni ya msalaba, isikawe wewe utafika wakati wa kupitia hali hiyo ya msalaba, na Yesu alienda msalabani kwa niaba yako, so that you are not going to be under the curse of God. You are not going to be separated from God. You are not going to taste the bitterness of God, the wrath of God, because of refusing to be delivered, refusing to be cleansed, refusing to let go of your sins to Jesus. He tasted this for you. Alionja uchungu huu kwa niaba yako, ili wewe usikaonje. Na kwa hivyo rafiki yangu, msalaba wa Yesu alienda msalabani akainuliwa, ili afutilie mbali makosa ya wote ambao watakuwa wamemwamini, wamekubali kupeleka dhambi zao kwake, ili astiri makosa yao, awatenganishe, awafanye viumbe vipya, ya kale yapite, na ili mapya yawe sasa ndiyo maisha yao. That is what I desire of you this morning. Kubali Yesu, ili uwe tayari kwa ajili ya kurudi kwake. Kurudi kwa Yesu si mbali. Ishara sasa zimedhihirika kabisa. Ishara zimeonekana sasa vizuri.